Now listen to me. You cannot approach God. You cannot draw near to him without full assurance of his existence, of his being, and of his possession. Before you get that, leave him alone. Approaching God. Kumkaribia Mungu. Because most of the times, we don't know how to approach him that reigns forever. We don't know how to appreciate him. To approach him, there is a way. And lazima tukue oversensitive on that matter. Can we go to the book of Hebrews, chapter number 11, and verse number 6? Hebrews chapter number 11 and verse number 6. And the Bible says, and without faith, and without what? It is impossible to please him. But leave the part of faith alone, and impossible to please him. Let's go to the next part. For whoever would draw near to God, whoever will draw near, will approach him. Whoever will come to him, whoever will decide to come to him, must believe. So, the first hindrance of approaching God, the first word. Do I have a student in the house? Amen. Nothing else. This teacher-student relationship. It is the student and the teacher. Amen. Ni mwalimu na mwanafunzi. Na ndio Yesu alisema with clarity. Go and make what? Disciple. Go make student. Go make students. That is the reason sound people must be on time and do what is supposed to be done in time. Whoever will draw near to God must believe. Must do what? Must do what? So on approaching God, believing is not, then you are not approaching him. You are approaching somebody. Approach God. Before we do what? At a step moja, we must believe that he is. Amen. Let's read John chapter number 20 and verse number 29. John 20:29. John 20 and verse number 29. And the Bible says, Jesus said to him, who? Timothy. Thomas. He said to him, Thomas. Say to him. Lakini sasa akaacha kuaddress Thomas. He is addressing the entire congregation of disciples. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Umeamini sababu umeniona. Let me say, blessed are those who have not seen and yet believed. You may be so surprised how our believing is weak. Na kwa hivyo, when our believing is weak, approaching God inakuwa gumu. Kuna vitu mingi sana hujaiona na macho. Kama saa hii tukisema Chocho akuje hapa, Chocho mzee tu aseme ninataka meno ya kukula miwa. Unafikiria hiyo ni kitu rahisi kuamini? Lakini I saw it once in a crusade. Chocho amemea meno. So it is easy for me to believe because I saw it. Lakini Jesus anasema, blessed are they who believe without seeing. So which is supposed to come first? Seeing or believing? But can you believe me? We are wired to see before we believe.
Mnaweza niambia hapa you are better than Thomas. Uongo. Na ndio ujue Thomas could be even better. Ni vitu gapi unamwaminia Mungu, lakini utaamini wakati utazipata. Habari yetu ndio to approach God. Remember, I'm teaching on approaching God. Before you approach him, you must believe. You don't believe after you see him or hear him. Na ndio unaona faith, kisasi tulio ndani yake, faith imepigwa kuliko kitu kingine yote. Na ndio ni rahisi tukitafuta vitu twa kufanya ibada, vitu tunaitaga prophetic tools. Unajua prophetic tools? Ni vitu vitabatwa kuomba natuo, tumafuta twa kujipaka, tumaji twa kubigoga nayo. Then it's easy for you to believe. But that is not belief. It's already corrupted believing. Lakini ukiona unaamini bila kitu yeyote, now you are ready to approach God. Amen. And it looks like a simple thing. Kuamini, mtu akisema I believe, it's a simple word when you're mentioning it. Lakini the reality of it is a very hard work. Because kuweka vitu zote chini, kuondoa kawigu, unaona kama saa hii nikisema Roho Mtakatifu atajaza watu. Ile kitu ya kwanza si kuamini mtajazwa, ni kuanza kusikiliza anakuja na upepo, mikamoto. Baadaye unatafutaga nini? Sisi tunatafutaga tu vitu unaweza sikia na masikio yako. Achani kuniruka saa hii. Kuna ka feeling unataka tu kuanza nisikie. But the key word is not all these things. The key word is believing. Amen. The key word is what? We must believe. We must do what? What do we believe? Before we approach him. Without faith, it is impossible to please him. We are talking about approaching God. For whoever would draw near to God, yeyote atakaye mukaribia Mungu. Iyo ya ndani ndio tamu sana. Iyo ndio inaitwa meditation. Can you meditate when you are speaking? But it is clear and loud in heaven. But do you believe you can communicate with God? And you know, let's have a moment of silence before God. The moment of silence before God, how long do you think you can take before you useme kitu? Hata kama ni hallelujah. Hallelujah. Sababu hiyo ingine unasema ndani yako, hata wewe hujui kama inaenda mahali, inapotelea wapi. Lakini unajua what? Nini natutupwaga? Where is the location of Jesus? Kwa kina Yesu ni wapi? I know we all believe it is in heaven. But the Bible does not say so. Yeye mwenyewe alisema nitakuwa ndani yenu. I'll be with you at all times. So the location of God is within us. Amen. Come on, people. The location of God, the address of God. Where is the address of God? Heaven. Na ninaonanga tunasumbukaga sana sababu kitu ya kwanza ndio uapproach God who is in heaven. Lazima tuinue sauti zetu mzuri. Si ndio? Na tupige marefe mingi sana ndio asikie kuna watu wako na haja na yeye duniani. Sema ndio geresha watu wa Mungu. Whoever would draw near to God. Yeyote. The Bible says everybody. Hakuna mtu amewekwa nje, ni sisi wote. Yeyote atakaye mkaribia Mungu. Yeyote that desire to approach God. So none of us ambaye hayuko hapo ndani, all of us we are included. For us to approach God, we must. Watu wa Mungu mnaona hiyo ni neno must. Sio ni neno la mkazo. Is a must. Must do what? Believe
that he exists. That is the stage number 1 of believing God, of approaching God. Ya kwamba before I approach him, before I talk to him, before I lift my prayers, before I lift my petition, before I pray, I must believe that he does what? Exist. That he must do what? And I talk to some. Before we do anything, we must do what? That he does what? Before we pray. Like most of the times, we pray before, first of all, building our faith and our believing ya kwamba he exists. Amen. Amen. Mimi najua, and I can say it clearly, thank God hakuna kitu imekufanya udoubt kama Mungu anakujua. Haujapitia condition ambao imefanya ufikirie hujui kuomba. Thank God hujapitia challenge ambao imefanya ukuwe na doubt of the existence of God in your life. Lakini kama uchaipitia kwa hiyo scenario, uchaipitia kwa hiyo journey, that process ambao unafikiria, is God with me or against me? Amen. Hii ndio vita ya kwanza ku approach heaven. Believing that he exists. Believing that he does what? It looks simple. But you may agree with me, hapa duniani tunaweza angalia, tunaweza jikuta ni kana kwamba he exists only in one place. Watu wa Mungu, I'm talking to us. We are approaching God. I want to lay a foundation of approaching God. Kuna vitu unapitia, najua hujafika kupitia hiyo. Unaanza kufikiria God does not exist in this house, or does not exist in my house, or does not exist in my working place. Lakini I believe he exists in a certain place. So if I go there, I will access him. Mnachika chenye nasema? Mchaipigwa na hiyo? Kuna muda nilikaa Nairobi. My season of accepting to be sent. I've not said to be called. Because there are difference between being called and being sent. Na kuna watu wengi sana wanaitago kuja ukae na mimi, kuja unijue, kuja unielewe, kuja unifahamu. Sasa ukianza kufahamu Yesu kidogo kidogo, unaanza kujituma. But you need to wait until he will tell you, now go. Hiyo ndio imechanganya watu wengi sana. Kuitwa kuja. Alafu ukiitwa si lazima uanze kuona. Kama saa hizi nikwambia kuja, si lazima uanze kuona hapa. Now if I call you here, you start uanze kustudy hapa, utajiambia vitu mingi sana. Are you getting me? But once you stay in this place, na umeifahamu vizuri, Yesu ndiye anaambiaga mtu, now go and speak on this matter. Because none of the preachers you see on this world work on the same message. Kila mtu wako na assignment in a body. Na mtu amepewa assignment ya mikono, hajapewa assignment ya nini? Ya miguu. Lakini hii unagojeaga ile siku unaambiwa, now go do this assignment. Are you still with me? Now, existence of God ndio stage ya kwanza ya kumu-approach. Before you build in yourself enough belief that God is alive and Jesus exists. Kuna vitu mingi sana sitakugoga news, TV, nini. Kama swali ukiulizwa swali. Juzi tu hivi tulikutana na mahali na mtu, nilikuwa nataka nikodiche kitu. And then teach kitu. So tukaanza kuongea, akaanza kuniconvert kwa kanisa lao. Pia thank you for converting me. So tukaongea sana. So nikamuuliza, why do we disagree between
belief and our belief. And maybe our disagreement, one, inaletago na kitu moja. Death and hell. Alright? And be okay, talk to me about hell. And maybe how can God, okay, hata kuniuliza Mungu, akaniuliza mimi mwenyewe. Wewe unaweza pata watoto wako, alafu uadhibu uwaue kama baba. Mwambie hapana. Wewe unaweza ua watoto wako? Uwezi, ndio? Na akaniuliza, basi who told you that God will take anybody in hell? Mwambie hata mimi sijui. But did Jesus talk about hell? Eh? Talk to me. Alisema kuna watu wataenda kuzimu mwenyewe. How can we then doubt of what he have said? Unajua unaweza kuta mtu ameokoka but he does not believe in existence of God. Sababu utakuja uambiwe, na ndio Yesu alisema hivi, mkisikia watu wanasema niko mahali fulani, msiende huko, because you must have the knowledge of me. Are you with me? So before we approach God, before we do what? Kitu ya kwanza ni nini? Must believe he is and he exists. Amen. Must believe that he is and he exists. Hakuna kitu umemwambia, haujamkaribia, haujaongea na yeye, hujaitisha kitu yeyote, lakini kitu ya kwanza umeamini ya kwamba he exists. So believing that he is and he exists, yeye yupo na yeye huishi. That is the first thing before you pray, before you ask for anything, before you look for anything. Na do you know, the Lord's Prayer starts, our Father who is at in heaven, recognizing his position and his being. Hallelujah. Before you pray, you must believe. Mimi nimekutana na watu wengi sana, pastor, mimi siku hizi nimeomba sana na ni kama Mungu hanisikii. So huyu mtu, we cannot talk about Mungu hanisikii. We can only talk about the existence of God. Aye. Manezwe sana. Nimekutana na watu wengi sana, disappointed, discouraged, broken, paining and hurting. Why? I've talked to people already wamejega chukizo kwa Mungu. Wako na hasira na Mungu na wanachukizwa na yeye kabisa. Mungu namwambia afanye hii, hafanyi. Nimeomba hii, nimevuga, nimemaliza fasting zote. Jo, kuna watu wamemaliza fasting zote. Wamechapa 40, wamechapa 21, wamechapa 7, wamechapa 3, wamechapa 1. Yani hakuna aina ya fasting iko kwa Biblia. Wameenda ya Daniel ya kukula boga peke yake, wameenda dry, lakini all in all, nothing is coming on my way. The existence of God ndio kitu ya kwanza kutupatia ruhusa ya kudraw near to God. Amen. So what do you believe in, and what do you believe in his existence, of his being? God said, let's make man in our own image, in our own being. So let's talk. Na akasema difference between idols and him. Wengine wako na masikio ya kuchongo, haisikii, lakini sikio lake hufanya nini? Usikia. Now, before we pray, we must believe he hears. Na unaona Yesu wakati anamfufua Lazarus, he lifted a very funny prayer. Thank you, oh God, because you always hears me. There is a serious mission. Hii ni sura, ni mission ya kukuja sura na kuweka strength na muscles. Tunaenda kufufua mtu. But Jesus is saying, thank you, you always hears me. Watu wa Mungu,
believing that God has an ear and his ear is attentive to the cry of his people, it's very deep believing. Ni kitu ya maana sana kuliko vitu zingine zote unatafutaga. Kuamini tu, if I say, oh God, he hears. Sasa wachana na hiyo. Anything that I say on this world, he hears. So before we go for prayers, we need to check of our conversations, our talkings, the language that comes out of our lips. Hakuna kitu tunasema watu wa Mungu ambacho Mungu wa mbinguni hasikii, anasikia. Unajua kuna kitu kametudanganya ya kwamba Mungu anasikiaga ile wakati nimesema Baba katika jina la Yesu Kristo nimekuja kuomba. Lakini Mungu wetu anasikiaga chochote tunasema, na ndipo maandiko inasema we shall give an account of every word that came out of our lips. Sasa ukianza kufikiria hiyo, ndio unajua kumapproach Mungu. Shida si ile wakati nimesema Mungu nimekuja kuomba, shida ni kutoelewa. I have a mouth and God hears. And whatever I've said since my childhood up to date, it imenakiliwa, it is recorded. Mimi kuna siku moja nafikiriaga, yale mambo yote nimesema, siku ya leo ningekuja nianze kusomewa hayo mambo yote, nitayapotelea ama nitayakubali? Can we talk, people of God? Before we complain, ninaomba Mungu hanisikii, Mungu hanitaki. Mungu anatutaka. Ni njia ya kumwendea hatufahamu. Existence ya Mungu haipatikanagi wakati tunamwambia Baba nimekuja mbele zako. Hata hakuna mstari kama hiyo kwa Biblia yote. Ni sisi tulitafuta. Once again we come before you. Na mimi naweza kuuliza swali. Before you come before him, where were you? By the way ulikuwa unatoka wapi? Mimi sijui ni huko wapi tunaishigi ambapo Bwana hayuko, lakini kuna nyakati zingine na tunakuja mbele za nani? Hiyo wakati mwingine ulikuwa mbele za nani? So sisi lazima tufahamu na tuelewe the existence of God at all time. We must be conscious of God. Ukilala, ukiamuka, ukifanya job, ukikasirika. Lakini mimi naonaga kitu moja inafanyaga tusahau Mungu sana, kukasirika. Ni watu wachache sana tu wanakumbuka. Wakikasirika wakukumbuka Mungu wako hapo. Hata njaiambia mtu wewe wacha tuongee. Si Mungu anatusikia. Wewe achana na Mungu. Njaiambiwa hivyo. Wachana na nani? Na Mungu kwanza. We are talking about us. Tuali ni mimi na wewe. Weka Mungu kado. Sasa hiyo nilikuwa nataka nichomoe mstari. Lakini unaona watu wanakataa mistari kabisa. Saa hii is not about mistari, it's about us, our challenge. Ile vita tunapitia. Wachana na mistari, wachana na maandiko. Let's talk about us and our challenge. So what do? We know the existence of God at that moment. Alafu after hiyo masaa mawili nataka uende umwambie Baba katika jina la Yesu Kristo nimekuja mbele zako, nataka hii na hii na hii. Si utasema Mungu hanitaki? Because already njia ya kumapproach tumeiharibu. Bwana Yesu sana. Amen. Must believe that he is and he exists and that he is the rewarder of those that seek him diligently. The one who seek him. Listen, we don't just seek God, we seek him diligently. Na hiyo ni kitu moja ambayo imetukula sana. Hatumtafuti tu, kuna ile njia tunamtafuta. Amen. I want to read another scripture.
The book of Hebrews chapter number 10. The same book. Let's go to verse number 22. Verse number 22. Wahibrania 10:22. This is what the Bible says. Listen to what the Bible says. Okay. I wish I can start the one that is up. Lakini siku nataka nigie sana. And since we have a great high priest over the house of God, tuko naye kuhani mkuu kwenye nyumba ya Bwana. Saa hii tukiongea kuhusu nyumba ya Bwana, kitu ya kwanza tunasahau. By the way, nyumba ya Bwana saa hii ni gani? Simuniongeleze. Nyumba ya Bwana ni gani? Where is the house of God? Nyumba ya Bwana ni gani? Si ni jengo mzuri? Hii ni nyumba ya Bwana, si ndio? One, you are the house of God as a person. Two, we are the house of God in corporate. Hiyo ndio ile nyumba Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu juu yake. Yesu si kuhani mkuu wa a certain hekalu or a certain building yeyote. Hakuna hata moja. Jesus is the high priest. None. Hakuna. Kama kuna angekuwa na moja, then you do the duties of high priest in one house, zingine zote zikauke. Atatuambia jute yangu leo iko kanisa fulani. Nikimaliza huko, kalenda yangu hiyo siku nyingine ni hii. So sisi tutafikiwa miaka gani? The household of God, it is you and us. Are you still with me? Follow me. Let us draw near with a true heart. Now, what does God expect from us before we approach him? Believing in his existence. Tumeongea kuhusu hiyo. Two, we must have a true heart. Moyo wa ukweli. I don't hear you. A truthful heart. Bwana Yesu sana. A true heart. A true heart. In another word, a sincere heart. Sincerity, na hiyo ndio ile kitu inatuchanganyanga watu wa Mungu. Because the sincerity of the heart, no man can see it. Hatuonanagi kila mtu na moyo wake, but we thank God because he is able to discern the sincerities of the hearts of people. Sidio? Mimi nikiangalia wa Kenya wazuri wameokoka Yesu ni Bwana, I don't know what is in their heart. All I can see is their bodies. Na unajua ile kitu inatukula siku hizi ni kutaka kufanya kazi ambayo si ya Mungu. Si yetu. Tunataka kufanya kazi ya Mungu. Mimi ni kazi yangu kuchunguza mioyo ya watu. Na nani alitupatia hiyo kazi ya kuchunguza mioyo ya watu? Sasa mimi mkuje hapa mmekuja kuabudu Mungu wa mbinguni. Alafu na mimi hapa nianze investigative ministry ya kuchunguza mioyo ya watu. Sasa huyu anapenda Mungu. Sasa huyu na yeye ako na pepo. Sasa huyu na yeye ni mzuri. Sasa huyu na yeye, hiyo ni kazi yangu. Hiyo ndio kazi moja tulijipatia ya Shetani. Kazi yetu is clear as crystal. Teach the word of God as a pastor. I cannot do the investigation ministry. Munataka hiyo? Na kama unaitaka, it is Jesus who gave some to have discernment. So kama hujapewa discernment, ni nini unajida ukichunguza watu? Sasa hii moyo wake ni mzuri. Wewe wako ni mzuri. Acha tuongee hapa. Mtu anajua moyo wake ni msafi na ni mzuri, inua mkono juu. Basi achaneni na sisi, tumekuja kwa Mungu sisi wote. Kila mtu amekuja na uchafu yake. Na dhambi zake. Na nini zake?
Hi good believers. Mnachika chenye nasema? Kabisa. Tukianza kuweka mauchafu ya trueness of the hearts of people hapa. Wewe unafikiri umebeba gunia ngapi? Mtu ambaye anajua ako na clean heart inueni mkono juu. Sinaongea na nyinyi. Yaani mnaniruka hapa tu life nikiwa peke yangu. Mtu anajua I have a clean heart, lift your hand. Amuniinui. Okay, mtu anajua yake iko na uchafu yake, inueni niwaone. So mko wapi? Katikati ya kunaga either mchafu ama clean. Wacha tulisema sorry. Mtu anajua mimi niko na moyo safi, inua mkono juu. Mnaona venye hata saizi you are not truthful. Na hapo ndio mahubiri ililetwa mbele ya nani? Ya Mungu. Ililetwa na nani? Mmoja ni Farisi na mwingine ni mchukua nini? Tax. Farisi akaanza, we thank you Jesus. Paka akachama dimi ripa somahanda. Because I am faithful, I go to church on time, I serve God without challenges, I pay my tithe without eating it. Paka ya telele. Asema, even Lord, I am not like this tax collector that is unclean and dirty. Na mpaka saa hii kuna Wakristo wanaonetega Mungu huyu mahali nilimuona jana, he is not worthy to be in the house today, but me I'm clean because I deserve to be in your presence. Sasa naye mwingine akaona maombi naomba style hiyo, unaona baba na nguvu akaona yenyewe yangu itafika hiyo kiwa, akaanza mimi aidamisha kichwa akasema mimi sifai, mimi ni mwenye dhambi, mimi sifai mbele zako Bwana. Yesu akauliza swali, kati hawa watu wawili ni nani maombi yake ilisikika? Ni huyu alijiangalia, akaona hafai, akaona moyo wake ustahili, lakini ameapproach him that cleanses the hearts of people. Amen. Atukuze sana Yesu. Akawachwa Yesu. Now, if you want to approach God, please wachana na watu. Wale wameona habari yenu, Mungu nakuja mbele zako. Mke wangu Bwana ungemguza, sisi tungekutumikia na njia kubwa sana. Sijui tunaenda kupeleka kesi kama hizo mbele za Bwana. Si umuguze wewe, badala ukojea Mungu amuguze. Muguze na matendo mema. Muguze na moyo mwanana. Muguze na maneno mazuri mazito imejaa ugu. Sasa tunaambia Yesu aguze watu na sisi tunaonekana tufanya nini? Sema ni approaching God. Simuseme approaching God. Lazima ukuwe na moyo mgani? Clean. Na sasa nimeuliza, mtu wako na moyo safi, mmekataa kuinua mkono juu. Mtu wako na moyo mchafu, mkaniambia hamchiki. Ni mtu mmoja tu ameinua mkono amesema mimi nafikiria yangu iko na kauchafu. Sasa thank God for that sincere person. The other hand, God bless you. The other hand, may the Lord clean, pure, with a true heart, in full assurance of faith. Listen, the Bible does not say faith, but full what? It does not say faith, but says what? Hata mkininyamazia na wapenda. Full what? Yani imani ambayo iko na assurance. Na sasa hilo jina assurance is the same thing we say insurance. Amen. Nichaiendesha gari bila insurance.
Gari bila nini? Nikiona mtu ananikaribia napiga breki mape. Sababu hata nikiuzwa na mtu ako na makosa, mimi nimeumi, mimi nitapeleka gari wapi? Garage. Sawa sawa. Nimeendesha gari ikiwa na third party. Limited insurance. Alright? Limited what? Insurance. Kuna vitu hawezi nisaidia. I am careful also. I got some insurance, but it does not have a assurance. Come on, people. And I've driven a car with a comprehensive what? Hata hiyo mtu akikuja anambia goga tujua. Guza tufanye nini? Because I know kuna mtu amekula pesa zangu. Ndio hii gari ikiguzwa itengenezwe. I got some confidence in the insurance I have. Now listen to me. You cannot approach God. You cannot draw near to him without full assurance of his existence, of his being, and of his possession. Before you get that, leave him alone. Sababu hata milango haiwezi funguka. Na mnajua kuanzia hapa, unaona hapa Kitegera tuko hapa. Kabla ufike mbele za Bwana, ile milango inatakikana ifunguke. Wale malaika wanatakikana wakuache in. Zile roadblocks ambazo ziko, they are so many because the most secured person in the world and in heaven is God. Sikia venye nimesema. He is so secured, kwake hakuigiagi uchafu hata kale kadogo hivi. Uchafu imeruhusiwa ikai wape? Dunia. But in heaven, there is not even single unholiness is permitted to go to heaven. Hata kama mnataka kuniongelesha chauli yenu, there is no unholiness can approach God. It is only holiness can approach God. And here we are, we want to approach him. So moyo mza? Moyo nini? Moyo nini? Let us draw with a true heart in full assurance of faith with our hearts. Watu wa Mungu semeni heart ama hearts. So ni zetu sisi wote. Si ya pastor peke yake iwe safi. Unajua pastor anaonewa sana na mke wa pastor. Kama mke wa pastor angekuwa na moyo msafi, hii kanisa Mungu angekuwa ametembea. Kama pastor angekuwa na moyo msafi, hii kanisa ingekuwa imejaa Mungu. Lakini imesema moyo wa pastor, amesema mioyo yetu. Simunijibu. Kama waibaji wangekuwa na moyo msafi, together mbele za Bwana. Wewe ulikuja kuongozwa na waibaji ama ulikuja kujiongoza? Unajua tumepatia kazi ya waibaji ambao si kazi imeandikwa kwa Biblia, na wale wanatuongoza mbele za nani? So wakikataa tuende mbele za maana hatuendi, si ndio? Akiwa mtu wa Mungu simniongeleze. Wakitugomea kimegomo. Wakiimba nyimbo zimeenda opposite, kulia kuchoto, kimetuumania. Listen. Ni nini ina approach Mungu ndani yako? By the way, let's talk. What reaches God within you? Is it your body? Mumekata. Is it your mind? Is it your soul? Or is it your spirit? Simunijibu. By the way, munaona ni nini? Lakini yogerezeni. Ni nini inafikia Bwana? Body, mind, soul, spirit. Unaona ni nini? Ni spirit. Na spirit inaitiki wapi ndani yako? Already mahali spirit peke yake imefugiwa, kuna kufuri mingi sana.
Na ndio unaonaga kama saa hii, let me use something. Najua mwezi inua mkono, wacha mimi niinue yangu. Mtu acha yenda disco, nimeinua yangu. Najua nyinyi watakatifu, God bless you. Mtu acha yenda disco. Sisi tulikuwa tunaimba usiku mzima Alafu mnasijua hizo. Mlienda. Hai, na kweli Yesu anasamehea. Mlienda. Mlikula wimbo gani? Arabi. Aya, mlienda. Alafu mkakuta hakuna mwakasafisha, tunaonana vizuri hivi. Kuna katu giza hivi na tumarangi ya blue hivi na pini. Ndio ukakata zote. Ukiangalia mtu hapa ni kama hajui. Anajua kuzikarata zote na kona zote na ago zote Sasa kama hujaienda huwezi jua. Lakini kama hujaienda hiyo ndani, after nyimbo zimeimbwa reggae, zingine gani? Bongo ndio zinaanzaga na gani nyingine? Simu niambie. Na Mogithi. Ate gani nyingine? Kuna dawa. Hiyo inaibaga watu wakilewa. Ndio wanasemaga, DJ hatutaki hizo sasa. Tuweke kuna dawa. Hizo ndio hizo tunakujaga saa 8 ya usiku. Ndio watu wanaanza kulikira. Lakini kabla ya hizo kuna zingine zinaitwa kwanza reggae. Ukisikia mnataka kusikia kama ninajua kuna kamoja ka UB40 unakajua na alafu hapo unasema sasa hizo mtu ameweza kufunguka hamjui. Sasa anakuro na mpaka stylo haziko zinaanza kufanya nini. Sasa wewe unataka kuenda mbele za Bwana, hata kufungua moyo wako uabudu hujaanza.